Itukuzwe damu ya Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, karibu kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 15 Oktoba. Ujumbe unaosema: mtoe kipaumbele kwa maskini, hasa wale wanaohitaji zaidi na walionyang'anywa kila aina ya faraja. Yesu anasema kuwa kile ambacho mmoja anawafanyia maskini ni kama amefanyiwa yeye. Na sala za watu hawa zinasikika kwa namna ya pekee na Mungu mwenye huruma nyingi. Mtoe kipaumbele kwa maskini, hasa wale wanaohitaji zaidi na walionyang'anywa kila aina ya faraja. Yesu anasema kuwa kile ambacho mmoja anawafanyia maskini ni kama amefanyiwa yeye. Na sala za watu hawa zinasikika kwa namna ya pekee na Mungu mwenye huruma nyingi. Mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, Mtakatifu Gaspari siku ya leo anatualika kuona umuhimu wa kuwahudumia maskini. Tukitambua kuwa kila mmoja anatamani kuona mafanikio na kupata faraja maishani. Lakini pia wapo wenye kuhitaji msaada wa kiroho na kimwili ili waweze kupata faraja na amani. Watu hao ni wale walionyang'anywa mali zao, walioonewa na kudhulumiwa, waliokatishwa tamaa, ambao wanahitaji msaada wetu zaidi. Mtakatifu Gaspari akiwa na kazi kubwa ya kutoa faraja kwa wale walioumizwa na kusaidia maskini kama sehemu ya kujibu kilio cha damu, anatambua kuwa maskini anachukua sura ya Yesu aliyekuja katika hali ya maskini kwa lengo la kutukomboa sisi. Tutambue kwamba tunapomhudumia maskini, tunamhudumia Yesu aliye maskini. Rejea maneno ya Mtakatifu Vicente wa Paulo anaposema, ukizingatia maskini kwa macho ya imani, utaona kwamba wanachukua nafasi ya mwana wa Mungu ambaye alichagua kuwa maskini. Ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tunapomwangalia Kristo aliyeamua kuwa maskini, tunakumbushwa na ujumbe huu wa Mtakatifu Gaspari kufanya bidii zaidi inavyowezekana kutenga muda kwa ajili ya kuwahudumia wahitaji. Tunakumbushwa kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu wote kupitia kuwahudumia bila kunung'unika, kwa moyo mweupe. Kama ilivyokuwa kiu ya Mtakatifu Gaspari ya kuwahudumia wahitaji tangu utoto wake, kwa kujinyima chakula chake na kuwapa maskini, akitambua kwamba anapaswa kuhakikisha maskini hawaoni njaa. Tukumbuke kuwa tunapojitoa kuwasaidia maskini, ndipo tunamhudumia Kristo mwenyewe. Tukiwaacha maskini wawe na njaa, tunamwacha na kumuumiza Kristo naye awe na njaa, kama walivyo maskini wengine. Rejea maneno ya Mtakatifu Kaisarius wa Ares, askofu, anasema, maskini wanakufa kwa njaa, Kristo naye ana njaa. Pia Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 35 hadi ya 36 anasema, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivisha, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Katika Injili hii Yesu anatukumbusha kutenda mema kwa wahitaji kwa kukumbuka mfano wa Kristo, yeye aliyejitoa kwa maskini. Mtakatifu Gaspari katika ujumbe huu ametukumbusha kutumia maskini na wahitaji kama kioo katika matendo yetu. Anatukumbusha kutafakari juu ya matendo yote tunayofanyia maskini kuwa tunamfanyia Kristo. Tujiulize leo, tunapotoa huduma kwa maskini, ni mara ngapi tumewaona wahitaji na kukosa huruma kwao kwa kuwasaidia? Tukumbuke kuwa tunapaswa kuwatendea wengine kile tunachotamani kutendewa. Kama Mtakatifu Peter Chrysologus askofu anavyosema,
Ukitumaini rehema, onyesha rehema. Ukitarajia wema, onyesha wema. Ukihitaji kupokea, toa. Tunapotafakari juu ya kuwahudumia maskini kwa matendo mema, tunakumbushwa kuwa hakuna tajiri asiyekuwa na mahitaji na hakuna maskini asiye na cha kutoa. Kumbe ni katika kushirikiana kwa upendo kwa kila mmoja, tunahakikisha faraja inarejea kwa watu wenye mahitaji. Tunapaswa pia kujitoa kufundisha neno la Mungu lenye kutoa faraja kwa watu waliokata tamaa, sio tu kuwasaidia kwa kutoa pesa. Rejea maneno ya Mtakatifu Maximus Abate, askofu, anaposema, moyo wa upendo hauonyeshwi tu kwa kutoa pesa. Unaonyeshwa zaidi kwa huduma binafsi na pia kwa kuwashirikisha wengine neno la Mungu. Hivyo, katika ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, tuombe Mungu atusaidie kuwa faraja kwa wengine kwa matendo yetu. Lakini pia, tunapohitaji msaada wa Mungu katika mafanikio yetu, ni lazima kujitoa kwa watu ili naye afungue milango ya mafanikio kwetu. Kumbuke kuwa mkono usiotoa haupokei, alisema Padre Dr. Faustini Kamugisha. Ni katika kutoa ndipo tunapata kuzidishiwa. Kupitia kujitoa kwa maskini, tunajiwekea hazina mbinguni. Rejea maneno ya Mtakatifu Basili Mkuu, Papa, anaposema, kama mpanzi anavyonufaika na ngano inayoanguka ardhini, vivyo hivyo nawe utanufaika sana katika maisha yajayo kwa mkate unaomwekea mtu mwenye njaa. Vile vile Yesu katika Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 42 anasema, na mtu awe yeyote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji ya baridi, kwa kuwa ni mwanafunzi, amin nawaambia, haitapotea thawabu yake. Tutafute kutenda yaliyo mema daima, ili mwisho tuweze kupata tuzo ya kufurahi pamoja na malaika huko mbinguni, hasa kwa kuwajali wahitaji. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Adesius Fabian Tushabe wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.